Kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona najua ni 100% mali ni yangu. Nawashauri waendelee kutumia PMBet, maana ni uhakika, sio matapeli, odds kubwa, kila kitu yani. Nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Na Hasi Rafael tunaenda kuzungumza naye mengi zaidi ya kimichezo ambao anaendelea katika anga zima la kimichezo. Mimi naitwa Kaina, nipo na Petro Mzigu nyuma ya kamera. Lakini na habari njema kutoka PMBet ambao wanakuambia sasa hivi njia rahisi kulikweli kujisajili kwa kwamba unatumia simu ndogo. Ni *149 *23 alama ya reli. Nenda kujisajili uwe miongoni mwa watu ambao wanaondoka na ndinga. Kila wiki kitita cha pesa kinatoka kila siku. Karibu tuzungumze na Hasi kulingana na yale ambao yanaendelea katika anga zima la kimichezo. Hasi, tuna masaa ama tunasema tuna muda mchache sana kuelekea siku ya kesho, miongoni mwa siku ambazo zimesubiriwa kwa hamu kubwa toka Machi 8 inakuja kuwa tarehe 25 ndani ya mwezi huu wa 6. Maandalizi na hali ya hewa kwanza unatazamaje kuelekea dabi ya Kariakoo? Ni mechi ambayo ina pressure kubwa kwa pande zote mbili, kwa sababu ni mechi ambayo inakwenda kuamua bingwa mpya wa msimu, you see. Kwa hiyo Simba wanajua mbele yao kuna dakika 90 za kufanya wao kwa mabingwa baada ya misimu 4 mitatu iliyopita, lakini pia Yanga wanajua mbele yao kuna dakika 90 baada ya shughuli kubwa ambayo wameifanya kwa msimu mzima. Wanahitaji kushinda au kupata sare ili kuweza kutangazwa mabingwa. Kwa hiyo ni mechi yenye pressure kwa pande zote mbili. Ni mechi ambayo itachezwa vichwani mwa wachezaji, lakini pia nje ya uwanja unatarajia maandalizi yatakuwa ni mengi sana, na ndani ya uwanja pia maandalizi yatakuwa ni makubwa zaidi wakisha kwamba bingwa anapatikana. Pengine kwako unaona ugumu kiasi gani kwa timu zote mbili ambazo akili zao zinawaza ushindi ili waweze kujitangaza ubingwa wa msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara? Wanacheza ikiwa kombe lipo uwanjani, kutangazwa kwa bingwa mbele ya mpinzani wako mkubwa zaidi. Kwako unaona pengine inaenda kuongeza ladha ya dabi ama ugumu wa mechi na kuleta mvuto zaidi? Exactly, ni mechi ambayo mtu ukifungwa haisee utafungwa kweli yani utafungwa kweli, kwa sababu Yanga wanahitaji kushinda hii mechi ili kufurahia zaidi. Yani umemfunga mpinzani wako and then unakuwa bingwa. Kwa hiyo ina maana wewe unakuwa juu ya kila kitu kwa muda mrefu sana. Yani inachukua muda kweli kweli watu kusahau, you see. Lakini Simba wanajua kwamba tumepoteza ubingwa au tumekosa ubingwa kwa misimu mitatu. Msimu huu njia pekee ya Simba kunyanyua kwapa ni kushinda mechi dhidi ya Yanga. Na wakishinda mechi dhidi ya Yanga, hata Yanga akishinda FA, hata Yanga sio afanye nini, Simba watakuwa wana furaha tu, wataenjoy, na ndio timu ambayo itakuwa juu zaidi na itawapa confidence hata kuelekea kwenye dirisha la usajili. Kwa hiyo ni mechi ambayo pande zote mbili zinahitaji kupata matokeo. Advantage iliyokuwa nayo Yanga ni kwamba kwenye hiyo mechi wanahitaji sare tu, kwa sababu goal differences zinawabeba wao na msimamo unawabeba wao. Kwa hiyo Yanga anatafuta matokeo mawili, sare au ushindi. Simba anahitaji tokeo moja tu, win. Bila kushinda Simba anakosa ubingwa. Ndio pale utamu wa mchezo unapokuja. Hasi, mara baada ya kutangazwa kwa waamuzi ambao wataenda kuchezesha mchezo huu, na wote hao list nzima wakitokea nje ya Tanzania, Egypt. Niliona mwanzo kabisa ulipongezwa, ukasema ni jambo zuri, lakini baadaye ukarudi ukasema pengine una mashaka na kuzingatiwa kwa kanuni ama watu kuja na hoja za kanuni ya waamuzi kutokea nje list nzima kwenda kusimamia mchezo wa dabi ya Kariakoo ya ligi yetu nyumbani hapa. Naomba mtazamo wako kwanza. Mamlaka imetoa list ya waamuzi kutoka nje. Kwako hii umepokeaje? Mwanzoni nilipokea vizuri, ndio maana nilipongeza, kwa sababu nahitaji kuona dabi ambayo itaamuliwa vizuri. Dabi ambayo itakuwa na maamuzi sahihi. Dabi ambayo itakuwa na haki. Na waamuzi wa nje wana uwezo, you see. Lakini baadaye ikabidi nianze kupitia kanuni zinasema vipi, zinahitaji nini, na hii taarifa imetoka lini. Nikagundua kwamba kuna ukiukwaji wa kanuni. Kwa mfano kanuni ya 8 inaitaka bodi ya ligi kumtangaza mwamuzi wa mchezo siku 3 kabla, ili
timu shindani zipate nafasi ya kuappeal kama hazijakubaliana na huyo muamuzi, you see. Lakini taarifa imetoka siku 2 kabla mchezo, means Simba na Yanga hawana tena haki ya kuappeal, you see. Hiyo tayari umekiuka kanuni. Lakini pia inatengeneza picha gani kwa waamuzi wetu? Ni wazi bodi ya ligi wamekiri kwamba Tanzania hatuna waamuzi wenye uwezo kiachana na Rajiga ambaye amesafiri, you see. Kwa hiyo nilikuwa na maswali mengi sana ambayo nilikuwa najiuliza na nihitaji wa Tanzania wanijibu na viongozi. Of course nimeuliza kama ulivyoona. Kwa hiyo kwako unaona sio sahihi kwa namna moja ama nyingine? Kwa maana ya maamuzi ni sahihi, kwa maana ya maamuzi ni sahihi, lakini kwa maana ya kanuni kuna ukiukwaji wa kanuni na tunahitaji ligi iongozwe kwa kanuni na sheria zilizowekwa. Unaamini pengine ni jambo kubwa ambalo lilikuwa linahitaji lifanyike ili kuweza kupatikana kwa haki kwa timu zote mbili? Maana kumekuwa na malalamiko karibia mechi nyingi sana za msimu huu. Kinachoniumiza ni kwamba viongozi wa kamati ya waamuzi wakipigiwa simu kuhusu ubovu wa waamuzi huwa wanawatetea na kusema kwamba waamuzi ni wazuri. Lakini linapokuja swala la mechi kama hizi, kama Rajiga yupo, watu wanakimbilia nje. Means hata wao wenyewe hawaamini waamuzi wao. So kama taifa bado tuna taski kubwa sana ya kutengeneza waamuzi bora na sahihi. Kwa sasa hatuna ukiachana na Rajiga. Kwa hiyo waamuzi wa Tanzania unawazungumziaje? Wabovu, wengi wao ni wabovu. Hawawezi kufanya mechi za maamuzi kama za dabi? Wengi wao ni wabovu. Ukiachana na Rajiga wengi wao ni wabovu. Ndo ukweli, simple. Sawa, lakini tukizungumzia kiufundi zaidi paka sasa hivi tukiangalia upinzani wa Simba na Yanga ndani ya mechi za mwisho, takriban mechi 4, Mwananchi amekuwa bora mbele ya Young Africa. Unaenda kuona mchezo wa namna gani kati ya Simba na Yanga? Je, unamuona Simba akiwa na nafasi ya asilimia ngapi kwa mchezo huu wa kurudisha yale matumaini ambayo amekuwa nayo? Kwa bahati mbaya hii ni dabi. Dabi haichezwi kwa quality tu. Na mshindi wa dabi ashindi kwa quality tu. Pia maandalizi nje ya uwanja yanahitajika. Uongozi kama hauko sawa kwa 100%, then kwenu dabi itakuwa ni ngumu sana. You see, na Yanga wanaingia wakiwa ni favorite kwa sababu, lakini pia quality ya wachezaji waliokuwa nayo, record waliokuwa nayo head to head, hivyo vitu vyote vinawabeba. Lakini always derby inaweza produce matokeo ambayo utarajii. Kama unakumbuka Yanga ya bakuli ya kina Kipenseli na Zawadi Mauya, wamewahi kumfunga Simba ile ya Chama, Mixon, Boko, Kagere goli 1-0. Unakumbuka bao la mbali la Zawadi Mauya? Ni ile Yanga ya bakuli dhidi ya Simba bora. Hii inakuonesha derby huwa inazalisha matokeo namna gani. You see, derby inategemea wachezaji wameandaliwa vipi ndani na nje ya uwanja. Leo ndio maana nasikia derby kuna bonus nyingi sana zinawekwa. Hii yote ni kuandaa wachezaji kisaikolojia kwamba hii ni match special, you see. Lakini uwanjani sasa kwenye maandalizi, theory ambayo huwa wanafanyiwa wachezaji, wanaambiwa ukubwa wa mechi. Lakini pia mwalimu anaweza kaenda mbali zaidi kwenye mechi zenye pressure kama hizi, akawapa mazoezi. Kwa mfano kuna zoezi moja la kupunguza pressure, linaitwa 5 breath technique, njia 5 za upumuaji. Yani kuna namna mchezaji inabidi au anapumua ili ile pressure isiweze kumvaa, kwa sababu mchezaji anaweza kuwa ni mzuri zaidi lakini pressure ikimvaa hawezi kuperform, you see. Kwa mara nyingi sana huwa wanapewa hiyo 5 breath technique ili kuweza kuondokana na pressure. Wafaransa wao wana zoezi lao linaitwa Generalion. Generalion pia ni zoezi ambalo linasaidia decrease pressure, kuondoa pressure au kupunguza pressure, na hususa kwenye moment ngumu, labda unaenda kupiga penalty ya maamuzi. Kwa mfano derby dakika 90 au 80 unapata penalty ya maamuzi. Ile penalty unajua jukwaa lote limekuangalia wewe. Kwa hiyo ukiwa umepitia kitu kinaitwa Generalion au 5 breath technique, means unaweza kuwa unapumua vizuri na kudecrease ile pressure na kuweza kupiga ile nail beating au msumari wa moto, penalty ya moto, na kuweza kuipatia timu yako ushindi. Kwa hiyo mechi kama hii inahitaji maandalizi ndani na nje ya uwanja, na maanisha nikizungumza hivyo. Asi licha ya bora wa Young Africa ambao wamekuwa nao, lakini tunaizungumzia Simba ambao imekuwa na rekodi bora zaidi msimu huu. Tukianzia kwenye benchi la ufundi, mwalimu Fadlu Davis ambaye amejiunga msimu wake wa kwanza, lakini amefanikiwa kuipeleka Simba hatua ya mbali zaidi katika michuano ya kimataifa ya CAF ndani ya kombe la shirikisho. Lakini tukiangalia rekodi za wachezaji ambao pia wamekuwa bora zaidi msimu huu, na Jean Charles Wamba mpaka sasa hivi amekuwa ndio anaongoza idadi kubwa ya magoli, lakini ile mpanzo amekuwa kwenye ubora mkubwa. Pengine labda unaenda kuiona challenge ya namna gani Yanga anaenda kukutana nayo katika mchezo huu?
kama nilivyozungumza dabi, Simba wana wachezaji wengi wenye quality. Ukimtazama Zimbwe, Kapombe, Hamza wamekuwa kwenye kiwango bora sana. Kwa midfield Kagoma, Ngoma, Jean Charles Ahoua, top scorer himself, lakini pia unamzungumzia mtu kama Mkwala, Dese, Mpanzu, Kibu. Hao ni wachezaji ambao wanaweza wakaamua game ngumu kwa wakati wowote. You see, kwa hiyo itategemea wataamka vipi, itategemea ile mechi wameipokea vipi, itategemea ile mechi wameivaa vipi, itategemea pia ufanisi watakaokuwa nao. Tatizo kubwa la Simba limekuwa kwenye maeneo makubwa mawili. Tatizo kubwa la Simba liko eneo la goalkeeping. Kamara ni aina ya goalkeeper ambaye utakiwi kuweka guarantee 100%. Kamara unaweza kuwa unaongoza goli 2 au goli 1 kwa 0 dakika 80. Kamara akaruhusu magoli 2 ya ajabu. Easily kabisa. Hata dabi iliyopita tuliona kitu ambacho Kamara alifanyaje? Alifanya mpaka wakapoteza ile game. So ni aina ya goalkeeper ambaye kwangu mimi binafsi simuamini. Simuamini kabisa. Pin Kamara. Simuamini mimi binafsi. Ni goalkeeper ambaye ana makosa mengi sana. Anaongoza kwa clean sheet mpaka sasa. Sawa, anaongoza kwa clean sheet. Makosa mangapi ambao wamepelekea Simba kuruhusu magoli? Kama nadanganya mashabiki wa Simba watanisaidia kwenye hili. Kwako Kamara hafai kushindanishwa ubora na Djigui Diarra. Ya, hiyo ni dhambi kubwa sana. Kushindanishwa Kamara. Dhambi kubwa sana. Ni kwa sababu ni golikipa wa kigeni. Kamara hata mfikii Manula. Kamara hata mfikia Ayubu Lakled. Pin Kamara Musa. Sana Djigui Diarra. Djigui Diarra another level, my friend. Kwa hiyo Aish Manula kumbe bado ana ubora wa kumchallenge Kamara. Sio kumchallenge. Kama sio matatizo yake, angekuwa ni kipa namba 1 wa Simba mpaka sasa hivi. Shabiki wa Simba baadhi watakataa kwa sababu hayuko tena Simba, ameenda Azam, lakini kiuhalisia wanajua moyoni kwamba Manula is the best. Tatizo jingine la Simba ni umaliziaji. Eneo la ushambuliaji la Simba linapata service kubwa kutoka nyuma, lakini watapata nafasi 4 watafunga 1 au watakosa. Umeona? Kwa hiyo kwenye mechi kama hizi utarajii kupata nafasi 20, 100, 200. Inawezekana ukapata nafasi 1 au 2. Make sure unaziconvert kuwa magoli. Ndio njia pekee ya kuweza kushinda. Lakini Yanga umeona karibu mechi 2-3 wanascore magoli 5. Means wako clean kwa mbele ya goli. Kwa hiyo hata Simba wanahitaji kuwa clean kwa mbele ya lango. Tumemaliza Sawa Hansi bwana. Na huyu alikuwa ni Hansi Raphael, tumemaliza naye hapa mtazamo wake kuelekea dabi ya Kariakoo. Endelea kutufuatilia PMTV kwa taarifa zote ambazo tunaendelea kusogezea kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Kaina, nilikuwa na Petro Mzigo. Shukrani sana.